Nishazoea kuona Iran ikijibu mashambulizi mara baada ya kuweza kushambuliwa, lakini awamu hii ilikuwa ni tofauti kwa sababu tumeshuhudia siku ya Jumatatu Iran ilianza kuishambulia UAE. Ni kwa nini jua nyakati ambazo Donald Trump anapitia kwa sasa? Kwanza Donald Trump anakabiliwa na hukumu wa muda ambao ulikuwa ni wa siku 60. Tunafahamu kuwa kwa mujibu wa sheria ya mwaka 1973 inamruhusu rais yeyote wa Marekani kuweza kuanzisha vita bila ridhaa au idhini ya bunge la Marekani ndani ya siku 60. Mara baada ya hapo atatakiwa kupata idhini ya bunge kama kutakuwa kuna ulazima au kama kutakuwa kuna umuhimu wa kuweza kuendelea na hiyo vita. Lakini pia Donald Trump mwaka huu anakabiliwa na uchaguzi wa nusu muhula, uchaguzi ambao umemkalia vibaya kuhusu hii vita ya Irani na Marekani pamoja na Israeli. Na kwa mujibu wa maoni ya watu wa Marekani inaonyesha kuwa asilimia kubwa hawaungi mkono kuendelea na hii vita. Lakini pamoja na hilo tunafahamu kuwa wananchi wa Marekani hawana nafasi ya kuweza kuamua kuendelea kwa vita hii au kuendelea. Badala yake kuna watu ambao wapo kwa ajili ya kuhakikisha hii vita inaendelea, kwa sababu kutakuwa kuna maslahi yao ambayo wanakuwa wanayapata kutokana na hii vita inavyoendelea. Mfano makampuni ambayo yanakuwa yanauza silaha, maana kwa siku hapo kuna biashara ambayo inakuwa inafanyika kati ya kwenye hao wamiliki wa makampuni. Sasa ni kwa nini mpaka sasa hivi Marekani hajaweza kujibu kile Irani ambacho amekifanya kule UAE? Ni kwa sababu ya mazingira ambayo nimesha kuonyesha. Lakini pia tunaona kuwa Marekani au Donald Trump ameweza kuanzisha operation ya Project Freedom, project ambayo inajikita kuweza kuescort meli kuweza kupita kwenye mlango bahari wa Hormuz. Na hii project ilikuwa inaanza Jumatatu, lakini wakati ameanzisha hii project Iran iliweza kushambulia meli vita ya Marekani ambayo ilikuwa inajaribu kupita kwenye Strait of Hormuz kwa drone mbili, na hatimaye ikaweza kugeuza, kwa sababu tunafahamu kuwa Strait of Hormuz hadi hivi sasa tunavyozungumza ipo chini ya jeshi la mapinduzi la Iran IRGC. Lakini siku hiyo ya Jumatatu tulishuhudia Marekani ikidai kuzamisha, kwa mujibu wa taarifa ya CENTCOM inasema kuwa iliweza kuzamisha speedboat za Iran 6, lakini baadaye Donald Trump kwa kutia chumvi, japo kuwa na uthibitisho wa taarifa, alisema speedboat zilizozamishwa zilikuwa ni 7, lakini baadaye Irani waliweza kukanusha na kusema kuwa zilikuwa kwanza hazikuwa boti zilizozamishwa hazikuwa 6, lakini pili hazikuwa speedboat, lakini badala yake zilikuwa ni boti za kiraia, na hizo boti zilikuwa ni 2 ambazo kuzamisha kwake ziliweza kusababisha vifo vya raia 5, na Irani kuweza kusema kuwa Marekani inapaswa kuwajibika kwa kushambulia hizi boti ambazo zilikuwa ni za kiraia. Lakini pamoja na hilo ni kwamba Marekani haikuweza kutoa uthibitisho wa kuonyesha kwamba ni kweli iliweza kuzalisha hizo speedboat kama tulivyozoea. Isingekuwa rahisi, isingekuwa haiwezekani kwa ulingana na tabia ya Donald Trump, isiweze kutoa video ambayo inaonyesha hizo boti zikizama, kwa sababu tunaona hata kule Venezuela wakati wa Operation Yate
ya madawa ya kulevya ilikuwa ikizamisha zile boti, basi lazima iweze kutoa video ya uthibitisho kwamba kweli hizo boti ziliweza kuzamisha. Lakini kwa hizo speed boat ambazo ilidai kuzizamisha za Iran hakukuwa na uthibitisho wowote. Lakini pia Marekani ilidai kuwa meli mbili ziliweza kupita kwenye Strait of Hormuz, taarifa ambayo iliweza kukanushwa na Iran, na Marekani haikuweza kutoa uthibitisho wa aina yoyote ambao ulikuwa unaonyesha kweli kulikuwa kuna meli ambazo zilipita kwenye Strait of Hormuz. Lakini pia siku ya Jumatatu Iran yenyewe haikukubali kwamba ni kweli ilikuwa imeshambulia UAE, lakini UAE kwa mujibu wa taarifa ya msemaji wa serikali ilitoa taarifa kuwa mifumo yao ya ulinzi iliweza kupangua drone pamoja na makombora ballistic pamoja na cruise missile kutoka Iran. Lakini hiki Iran ambacho ilikuwa amekataa, nadhani kuna ukweli ndani yake, kwa sababu tunafahamu tunashuhudia pia UAE ikiendelea kushambuliwa hadi sasa tunavyoongea. Lakini Donald Trump ameweza kuahirisha ile au kustopisha ile project yake ambayo alikuwa ameahirisha siku ya Jumatatu, Project Freedom, akisema kuwa anapokea maombi kutoka kwa wasuluhishi wa huu mgogoro ambao ni Pakistani chini ya waziri mkuu wake Shehbaz Sharif pamoja na mkuu wa majeshi wa Pakistan Asim Muniri. Wamemwomba Donald Trump aweze kustopisha au kusimamisha hii projekti yake ya kusindikiza meli kupita kwenye Strait of Hormuz kwa ajili ya kuweza kutoa nafasi ya mazungumzo ambayo yanatarajiwa kufanyika pia kutokana na juhudi ambazo zinafanywa na Pakistani. Tunafahamu pia wiki iliyopita Alhamisi, Iran iliweza kutoa mapendekezo ya namna ya kuweza kumaliza hii vita ambayo ilikuwa na mapendekezo 14. Baadaye Donald Trump anasema kuwa hakufurahishwa na kile ambacho Iran ilikuwa imependekeza kwenye ile proposal yake. Lakini Jumapili Marekani iliweza kuikabidhi Iran kupitia kwa mediator ambaye ni Pakistani, na wao kwa sasa hivi, manake hatua iliyopo ni kwamba Iran wao ndo wanayapitia mapendekezo yale ambayo yalikuwa imeshapitiwa na Marekani. Sasa tukija kwa upande wa kidiplomasia, kwa sababu Iran iliweza kupokea kile ambacho ilikuwa imekituma Marekani, yani Marekani wameshaipitia tayari, lakini nao pia wakawa wameidhinisha Iran kupitia kwa Pakistani. Ilikuwa ni siku ya Jumapili, ndio siku ambayo Iran iliweza kupokea na kuanza kuyapitia hayo mapendekezo ambayo tayari kwa imeshapitiwa na Marekani. Lakini tukashuhudia siku ya Jumatatu Iran ikaweza kushambulia UAE. Ukiangalia kwa upande wa diplomasia, inaonekana kuwa pamoja na hizi harakati zinazoendelea, basi nadhani bado kuna jipu kubwa la hawa watu kuweza kurudi kwenye meza ya mazungumzo, labda kwa hii kauli ya Donald Trump ambayo wameitoa kuwa hii project Freedom imesimamishwa kwa ajili ya kuweza kupisha muda wa mazungumzo, kama wataweza kufikia makubaliano ya mwisho ambayo yanaweza yakapelekea kuweza kumaliza hii vita. Na tunafahamu kuwa sasa hivi pia kwenye moja ya mapendekezo ambayo Iran imeweza kuyatoa ni kwamba ishu ya nyuklia haipo kwenye hii meza, kwenye haya mapendekezo ambayo Iran ilikuwa imeyatoa, kitu ambacho Donald Trump hataki kukisikia. Lakini pia tukiangalia kwa upande mwingine, unajua Iran pamoja na Marekani hawa watu wapo pale pale, yani tishio la Iran kwa Marekani halipo, ila kinachokwamisha kwa kiwango kikubwa nadhani ni Israeli. Yani laiti kama kweli
haya mazungumzo yangekuwa ni ya Marekani na Irani peke yake, nadhani wangekuwa wameshasikia makubaliano muda mrefu, lakini shida inakuja kwa Israeli. Hawa watu wote wa Marekani ambao wanaenda kuzungumza na Irani ni watu ambao wanaiwakilisha Israeli. Ukiangalia Jared Kushner, kuna kufahamiana kwa kiwango kikubwa na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu. Kwa hiyo wanaenda kule sio kwa maslahi ya Marekani, na kifupi ni kwamba Israeli kupitia chini ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu haamini kwenye diplomasia, yaani mpaka vita ipige, yeye ndo anaamini kwamba hapa sasa kama ni majibu yatakayopatikana yanakuwa ni majibu ya uhakika kuliko diplomasia. Kwa hiyo kuanzishwa kwa hizi diplomasia ambazo Marekani anatoka nazo kati yake pamoja na Irani, wangekuwa wameshamaliza kama kusingekuwa na Israeli, lakini ugumu unakuja pale Israeli anapokuwa analeta matakwa yake, hasa pale ambapo anakuwa anataka Irani isiwe na silaha za nyuklia, ili hali yenyewe Israeli inamiliki, na hakuna uangalizi wowote ambao huwa unafanywa au uchunguzi wote ambao huwa unafanywa na IAEA ambayo yenyewe inashughulika na uangalizi wa atomic energy duniani.